Karibu Juice African Story. Mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Juice African Story? Leo tutaenda kusimulia historia ya jaji anaitwa Sisamnensi aliyekuwa katika utawala wa Kambises wa pili. Mfalme huyu Kambises wa pili alikuwa amemteua jaji Sisamnensi kuwa jaji mkuu na mwenye kutenda haki kwa wananchi wake. Lakini kutokana na tamaa za jaji Sisamnensi za kupenda rushwa, mambo yalibadilika na akawa mtu ambaye alikuwa hawatendei haki wananchi wake kutokana na kupenda rushwa na kuwafanyia wananchi mambo ambayo yalikuwa kinyume na sheria za wakati huo katika dola la Uajemi. Sasa kitu ambacho alikutana nacho ni adhabu ambayo isiyoelezeka, adhabu yenye maumivu makali. Sio adhabu ya kawaida, ni adhabu ambayo kiukweli ilifanya jaji awe ni fundisho kwa majaji wengine wanaokuja. Sasa leo nitakuandalia stori ya Sisamnensi, nini kilichosababisha na nini kilichomkuta mpaka akutane na adhabu hiyo kali ambayo leo nitaenda kusimulia katika Juice African Story. Sisamnensi, jaji aliyelipwa rushwa na mfalme Kambises wa pili, akamwadhibu kwa adhabu ya kutisha. Katika historia ya dunia ya kale kuna hadithi nyingi za wafalme, vita, usaliti na utajiri, lakini kuna simulizi moja ambalo limeendelea kukumbukwa kwa karne nyingi kwa sababu linahusu jambo ambalo bado lipo katika jamii nyingi hadi leo: rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Hii ni historia ya mtu aliyeitwa Sisamnensi, jaji aliyewahi kuhudumu katika utawala wa mfalme Kambises wa pili, mmoja wa watawala wakubwa wa dola la Uajemi. Sisamnensi alikuwa na nafasi ambayo ilipaswa kuwa ya heshima na uwajibikaji. Alikuwa jaji, mtu aliyekuwa na jukumu la kusikiliza migogoro na kutoa hukumu kwa mujibu wa sheria. Lakini siku moja tamaa ya pesa ilimfanya afanye jambo ambalo lingebadilisha kabisa maisha yake na kumfanya akumbukwe katika historia kwa njia ya kutisha. Kabla hatujaingia kwenye kisa chake, ni muhimu kuelewa mazingira ambayo Sisamnensi aliishi. Dola la Uajemi. Katika karne ya 6 kabla ya kuzaliwa Kristo, eneo kubwa la Mashariki ya Kati lilikuwa chini ya himaya kubwa iliyojulikana kama dola la Achaemenid au dola la Uajemi. Dola hilo lilianzishwa na Cyrus II anayejulikana sana kama Cyrus the Great. Cyrus alifanikiwa kujenga himaya kubwa iliyounganisha maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Baada ya kifo chake, utawala uliendelea kupitia warisi wake. Mmoja wao alikuwa mwanawe Kambises II. Kambises alirithi ufalme mkubwa na ukaendelea kupanua mamlaka ya Uajemi mwaka wa 525 KK. Kambises aliongoza jeshi la Uajemi katika uvamizi wa Misri na kufanikiwa kuiteka. Kwa hiyo, wakati wa utawala wake, dola la Uajemi lilikuwa na maeneo makubwa sana na watu wa tamaduni mbalimbali. Katika himaya kubwa kama hiyo, kulikuwa na haja ya kuwa na mfumo wa utawala na mahakama ili kusimamia sheria. Hapo ndipo watu kama Sisamnensi walipokuwa na umuhimu mkubwa. Sisamnensi alikuwa nani? Kulingana na mwanahistoria wa kale wa Kigiriki Herodotus, Sisamnensi alikuwa mmoja wa majaji waliokuwa wakihudumu
chini ya Cambyses wa pili. Jaji alikuwa na mamlaka makubwa. Mtu alipofikishwa mbele ya mahakama, hukumu ya jaji ingeweza kuamua kuhusu mali, heshima, haki au hata maisha ya mtu. Kwa hiyo jaji alipaswa kuwa mtu mwenye uadilifu. Alipaswa kusikiliza pande zote, alipaswa kufuata sheria, na muhimu zaidi, alipaswa kuepuka kutumia nafasi yake kujinufaisha. Lakini Sisamnensi hakuhudumu muda mrefu bila kuingia kwenye matatizo. Siku moja alifanya jambo ambalo lilimfanya mfalme Cambyses mwenyewe aamue kuingilia kati: rushwa. Herodotus anasimulia kwamba Sisamnensi alipokuwa akihudumu kama jaji, alikubali rushwa kutoka kwa mtu aliyekuwa na kesi. Badala ya kutoa hukumu kwa haki, Sisamnensi aliruhusu pesa ziasili uamuzi wake. Hili lilikuwa jambo kubwa sana, kwa sababu tatizo halikuwa tu kwamba alikuwa amepokea pesa. Tatizo kubwa zaidi lilikuwa kwamba mtu aliyekuwa amepewa mamlaka ya kusimamia haki alikuwa ametumia mamlaka hayo kwa manufaa yake binafsi. Kwa lugha rahisi, mtu alikuwa amempa pesa ili apate hukumu aliyoitaka. Sisamnensi akakubali. Inawezekana wakati huo alifikiri kwamba hakuna mtu ambaye angegundua. Labda alifikiri cheo chake kingemlinda. Labda aliamini kwamba kwa sababu alikuwa jaji, hakuna mtu angeweza kumuuliza maswali. Lakini alifanya kosa moja kubwa. Alisahau kwamba alikuwa akihudumu chini ya mfalme ambaye hakutaka majaji kutumia mamlaka yao kwa rushwa. Habari zikamfikia mfalme. Habari kuhusu kitendo cha Sisamnensi hatimaye zilimfikia Cambyses wa pili. Mfalme aliposikia kwamba jaji wake amepokea rushwa na kutoa hukumu isiyo ya haki, hakulichukulia jambo hilo kama kosa dogo. Kwa Cambyses, jambo hilo lilikuwa tishio kwa mfumo mzima wa haki. Fikiria himaya kubwa yenye mamilioni ya watu. Kama majaji wanaweza kununuliwa kwa pesa, watu matajiri wanaweza kushinda kesi hata wanapokuwa wamekosea. Maskini anaweza kupoteza mali yake kwa sababu hana pesa. Mtu asiye na hatia anaweza kuhukumiwa na watu wanaweza kuacha kuiamini serikali. Kwa hiyo rushwa ya Sisamnensi haikuwa tu kuhusu yeye, iligusa msingi wa utawala. Cambyses akaamua kuchukua hatua. Adhabu ya Sisamnensi. Kulingana na Herodotus, Cambyses aliamuru Sisamnensi aadhibiwe kwa njia ya kutisha sana. Aliamuru ngozi ya Sisamnensi ichunwe kutoka mwilini mwake. Hili lilikuwa ni adhabu ya kikatili sana. Simulizi ya Herodotus linaeleza kwamba baada ya Sisamnensi kuuawa, ngozi yake ilitumiwa kutengenezea au kufunika kiti cha jaji ambacho alizoea kukalia. Hapo ndipo hadithi hii inakuwa ya kushtua zaidi. Cambyses hakutaka tu kumwadhibu Sisamnensi, alitaka adhabu yake iwe onyo kwa majaji wengine. Kiti kile kilikuwa kama ujumbe usio na maneno: usitumie nafasi yako ya kuhukumu watu kwa ajili ya pesa. Jaji mwingine angekikaa kiti hicho angekumbushwa kwamba cheo chake hakikumfanya awe juu ya sheria. Mwana wa Sisamnensi. Lakini Cambyses hakusimama hapo. Sisamnensi alikuwa na mtoto wa kiume aliyeitwa Otanes. Baada ya kumwadhibu Sisamnensi, Cambyses alimteua Otanes kuchukua nafasi ya baba yake kama jaji. Hili linaweza kuonekana kama jambo la ajabu sana. Kwa nini mfalme ampe mwana wa mtu
aliyekuwa ameadhibiwa nafasi hiyo? Jibu lilikuwa sehemu ya ujumbe wa Cambyses. Otanes alipewa nafasi hiyo ili ajue kwamba kuwa jaji ni jukumu kubwa, na kiti ambacho baba yake alikuwa amekalia kilikuwa na historia yake ya kutisha. Kulingana na simulizi hiyo, Otanes alilazimika kukaa kwenye kiti kilichokuwa kimetengenezwa kwa ngozi ya baba yake. Fikiria hali hiyo, mtu anaingia mahakamani akiwa na hofu, anatazama mbele yake, anaona jaji amekaa kwenye kiti, lakini nyuma ya kiti hicho kuna siri ya kutisha. Mwana wa mtu aliyekuwa jaji kabla yake amekalia mahali pale pale ambapo baba yake alianguka kwa sababu ya rushwa. Ujumbe ulikuwa wazi: usifanye nilichofanya mimi. Kiti cha haki kikawa honyo. Kisa hiki kimeendelea kusimuliwa kwa karne nyingi kwa sababu kinaonyesha jinsi jamii za kale zilivyoweza kuona rushwa kama tishio kubwa kwa utawala. Leo tunaposikia kuhusu rushwa, mara nyingi tunafikiria kuhusu pesa zinazotolewa chini ya meza, lakini katika mahakama rushwa inaweza kuwa hatari zaidi, kwa sababu mahakama ndiyo sehemu ambayo mtu anatarajia kupata haki. Mtu anapokwenda mahakamani anatarajia kwamba sheria itatumika bila kujali yeye ni tajiri au maskini. Lakini kama jaji anaweza kununuliwa, maana ya haki inapotea. Ndiyo maana kisa cha Sisamnensi kilitumika kama mfano wa madhara ya rushwa.